katika darsa ya risala kullu bid'atin dalalah للشيخ إبراهيم ابن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia baadhi ya dalili na maneno ya wanawavyuoni katika salaf na khalaf ya kuwa kila bid'a katika dini ni upotofu na kuwa hakuna katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bid'a inayoitwa bid'a hasana, bid'a nzuri. Hamuna katika dini ya Allah bid'a inayoitwa bid'a hasana. Na yote atakayekwambia kuwa kuna kitu chaitwa bid'a hasana, basi waweza kumjibu kwa kauli ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma aliposema kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasana. Hata watu wakiona ni nzuri ni upotofu. Tulimalizia kutaja aqwal za wanavyuoni katika suala hilo, na ukitizama ahlul bid'ah wal ahwa wanaosema kuwa kuna bid'a hasana na sayyi'a, hawawezi kukupa taarifu ya bid'a ambayo ni mbovu katika dini. Hata wale walioandika wakajaza shubuhat kama huyu wa karibuni Abdullah al-Arfaj ambaye aliandika kitabu akajaza shubuhat za kitoto ndani yake. Amezungumzia kitabu chake kuhusu bid'a, la ajabu hakuweka taarifu ya bid'a. Kisha kitabu kikajazwa taqdim, muqaddima mwanachuoni huyu khurafi, mwanachuoni hakuna hata mmoja amemkosoa kumwambia lakini wazungumza nini hapa, maana yake hicho unachokizungumza pia haujakieleza nini. Sio, mnifahamu? Huwezi wewe kuandika bahthi kisha usieleze pale wazungumzia nini ndani, kwa sababu akileta definition ya bid'a nini atajifunga pale pale, kwa hawezi kutaja. Hata ukamshika koo kiasi gani akutajii bid'a, sababu akisema bid'a taarifu yake ni hii, pale ndio anapojifunga kamba, atakamatwa katika sehemu kama ile. Itakuwa kile anachokifanya pia chaingia katika hiyo taarifu. Kwa mara nyingi ukwepa kutaja nini maana hii bid'a iliyokatazwa na Mtume sana, msema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah. Nini maana yake hii bid'a? taarifu yake kwenu nini? Muulize khurafi fulani, hebu hii taarifu ya bid'a kwenu nini, kisha kueleza, utafurahi. Taarifu maana yake sijui ataitoa wapi, maana hawana taarifu hiyo, ingawa wana shubuhat. Wana kitu cha shubuhat, Kiswahili waziita hoja tata. Wao waona ndio dalili. قال المصنف حفظه الله شبهات محسني البدع والجواب عنها. shubuhat wanazozitumia wale wanaosema kuwa kuna bid'a nzuri na kuzirudi shubha kama hizo. Hapa hakutaja shubha zote, ametaja baadhi ya shubuhat ambazo ndio mashuhuri sana baina ya safu ya watu wa bid'a.
ingawa ukitaka kupekua hawa jamaa haweshi. Kila siku ash-shayatin yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, mashaitani wale huwapa kama ufahamu fulani wa shubha fulani, ya laiti wangelikuwa akili zao wamezitumia katika haki wakaifuata. Lakini eti iwaja baada ya mwaka ndio iwavumbua shubha fulani kuwa mbona hisi pia waweza kuwa dalili. Hajawahi kutanguliwa na istidlal kama hiyo na mwana wa chuoni yoyote ulimwenguni wa dini. Yeye ndiye wa kwanza anayezua. Kwa jamaa wana shubuhati nyingi, kila siku wazua. Ahlul bid'ah yahtajuna bi ba'd ash-shubah ala tahsin bid'ahim. Watu wa bid'ah hutoa hoja baadhi ya shubah, hoja tata, katika kupendekeza na kuzipamba zile bid'a zao. Wa hadhihi shubah aqsamun, na ukiziangalia hizi shubha ziko vigawanyo mbalimbali. Wahia, na vigawanyo vyenyewe viangukia katika haya tutakayotaja. Kigawanyo cha kwanza, shubahum min al-adillati ash-shar'iyyah. Kuna shubha ambazo wao huzitoa katika dalili za kisheria. Minha al-hadith al-mawdu' au al-dha'if, aweza kutoa hadith mawdu' au hadith dha'if. ومنها نص صحيح ليس فيه دلالة، أو aweza kutoa nas sahih bali aya katika Qur'an lakini hakuna dalili ya kile anachokifanya, kama kutumia nas am. Kwa mfano, afanye bid'a katika adhkar, kisha akiambiwa kwa nini wafanye uzushi kama wasema ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, tunaambiwa tumtaje Allah kwa wingi. Kwa mimi namtaja Allah, kuna makosa gani? Ona, akatumia dalili, lakini hii dalili ni am. Kufanya kile kitu khas unachokifanya wewe yahitaji dalili khas. Kwa mfano, akaadhini mtu kwa ajili ya salatu al-Eidain, swala ya Eid aina adhana, si ndio? Akaadhini Allahu akbar hayya ala salat mpaka mwisho. Akiambiwa kwa nini wewe waadhini katika sehemu hii, asema ya alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Kwani adhana si dhikr? Adhana ni dhikr. Lakini hapo tutakwambia hiki kitendo anachokifanya ni khas, chahitaji nini? Dalil khas, kwa sababu sio kila dalil am ni hujja kwa kitendo khas unachokifanya wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya hivyo wala hakuelewa hivyo. Ukifanya hivyo utaipanua dini sana kwa ujinga unaotumia wewe. Hii dini imewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ametuamrisha sheria yake ni hivi, imewekewa misingi yake inayofuatwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ibada namna ya kuzifanya. Huwezi wewe kuja hapo ukazua dini yako mpya kisha ukaanza kutumia adilla amma katika kuthibitisha jambo ambalo ni khas. Mfano mwingine ili nieleweke, aje mtu aswali salatu dhuhr rak'a 6, akiambiwa kwa nini wewe waongeza rak'a hapa, asema si tunaambiwa waqimu salata wa atu zakata, tunaambiwa tuswali bwana, hivyo wataka kunikataza mimi kuswali? Umeelewa? Tambiwa la, ile dalili imekuja am, sio simamisha swala, lakini kuna adilla khasa zinazotufundisha namna gani kuitekeleza ile swala. Lazima ushikamane nazo zile adilla khasa. Huwezi kutumia dalili am ukazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuona adilla kama hizo wakizitumia, na sasa hivi ndio sana zatumika, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sisi tunaambiwa khairi bwana, tufanye khairi. Kwa chochote wewe unachokiona khairi fanya tu bwana, usijali wewe. La, ni khairi, lakini kwa mizani ya nani? Kwa mizani ya akili zetu ama kwa mizani ya kisheria? Itakuwa khairi ikiwa mizani ya kisheria imesema ni khairi.
ama ikiwa sheria haijatuambia ni khairi, haijakuwa khairi. Sababu lau kama ingelikuwa ni hivyo, kungelikuwa hakuna haja ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallam kutufundisha sisi khairi nini. Tungelikuwa sisi kwa akili zetu yatosheleza kusema kuwa hili jambo ni khairi tukalifanya, lakini haikuwa hivyo. قال شبه من كلام العلماء كذلك aina ya pili ya shubha ni shubha wanazozitumia za maneno ya wanavyuoni, kama tutakavyoona mbele mifano. Jamaa huenda wakatafuta maneno ya wanavyuoni, hapa maanisha hivi, lakini ukija ukiangalia ukweli wakuta sivyo kabisa. Alafu kitu kingine, ikiwa kweli ule mwanachuoni amesema hivyo, maneno na mwanachuoni utayapinga sunna ya Mtume sallam. Utachukua maneno ya wanachuoni upinge maneno ya Mtume sallam anayosema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, wasema la, lakini imamu fulani anasema si zote dalala. Akae nayo kauli yake, kullu yukhadhu min qawlihi au yuraddu, lakini huyu ni Rasulullah, maneno yake yarudishwe nyuma. Hili jambo pia muhimu sana kuelewa. أين يتات شبه من جهة النظر والذوق والكلام والرأي ونحو ذلك. hii sasa ni shubha za akili na matamanio ya nafsi zao yanavyotaka. Lakini waonaje wewe? Ikiwa ni hivi basi yani za akili zao, ndio akili zinavyotuma rai zao. Hizi pia kuna shubha wanazitumia kwa njia hii. ولا بد من مناقشة هذه الشبهات مناقشة علمية مبنية على الأدلة الشرعية وكلام العلماء أنفسهم. na hakuna budi isipokuwa kuzinakish na kuzijadili hizi shubuhat kwa mjadala wa kielimu uliojengewa dalili za kisheria na maneno ya wanawavyuoni wenyewe. Jambo la kushangaza sana, sisi hapa tusoma maneno ya wanavyuoni, na inshallah kila shubha tutakayoitaja tutasoma maneno ya wanavyuoni. Watu wa bid'a ni wajanja. Watu wa bid'a mazungumzo tunayozungumza wayafanya kama ambaye ni sisi ndio tumezungumza, si mfahamu. Kwa mfano waweza kutumia shubha juu ya shubha yake iliyorudiwa, kwani yule si ni mtoto mdogo tu yule bwana? Yale maneno yaliyozungumzwa ni Ibn Hajar, si mtoto mdogo bwana, taratibu bwana. Wewe arudi yale maneno, mambo yule mtoto mdogo, yule mtoto mkubwa na kichwa kikubwa na kichwa kidogo na tumbo refu, sijui kitu gani, hayo achana nayo. Yale yaliyozungumzwa pale maneno ya nani? Hapa wapakwepa hapa. Ndio pale sasa atatuambia nini hawa? Si hawa, aliyoyasoma yale maneno ya nani? Hapo mkamate. Ni kweli ama si kweli? Ameyasema yale maneno yale mwanachuoni ama hakuyasema, amemsingizia huyu? Tutawasaidia katika kuyaweka maneno wanaovioni wazi. Sasa ndio pale mtaanza hawakuelewa, elezeni watu waelewe. Elezeni ni maneno wanaovioni watu waelewe. Ama kufanya inad kwa kibri cha maneno tu, hata sisi pia tuwaweza. Sasa mtu anayekuja na kibri hivi, wewe hujaona kibri wewe. Ukija na kibri chako hivi, wewe hujaona watu wajeuri wewe. Hoja na kichwa hivi, kuna watu wana vichwa kama mawe, kupiga kupasua kichwa katikati. Wewe afadhali uje vizuri taratibu. Sababu yule mwenye kumfanyia mwenzake kiburi, wajazaa sayyi'a mithluha, utapata vile vile kilo moja kwa kilo moja tu, uzidishiwi vile vile. Kwa ahlul bid'ah wanayo yale maneno ya madharau, lakini hawajui kuwa yale maneno ya madharau yako makubwa kuliko hayo watu waweza kuyazungumza. Lakini zile hoja zinazotajwa pale waweza kujibu kwa sababu ni maneno ya nani? Ya ulama, si maneno yetu. Na mtu asikudanganyeni hata siku moja masalafi watumia maneno yao. Masalafi wanukuu maneno ya wanaovioni kwa watu, kama mtakavyoona hapa. وهذه بعض الشبهات
baadhi ya shubuhat zao ni kama zifuatazo. Leo tutasoma moja tu. Amma shubahu almutaalliqatu bil adillati ash-shar'iyyah, mwanzo tuanza na shubha zinazofungamana na dalili za kisheria. Shubha zafungamana na dalili za kisheria. فليس فيها ما يصح أن يكون دليلا على تحسين البدع. hakuna hata dalili moja ya kisheria yasihi kuwa ni dalili ya kusema kuwa kuna bid'a nzuri katika dini. Hakuna hata dalili moja. Kwa hii mwanzo chukua ni kaida. Kwa hata akapiga kelele akakutajia dalili gani, hata kama hujui jawabu lake, wewe jua kaida, hakuna dalili ya kisheria inaopelekea kupendekeza kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kaida muhimu sana uwe nayo. Hii kaida ukiwa nayo hakuna mtu mwanzo aweza kukutetelesha hivi akakutatiza, kwa sababu aslan wewe una kaida. Hata kama lile jawabu wewe hujui ya kile alichokizungumza yule khurafi ama mubtadi' yoyote, hata kama huna jawabu mwanzo, bakia kuwa wewe una nini, una huu msingi, kisha utaulizia, na ukiulizia utapata kuwa ni kweli. Hakuna dalili yasihi kuwa ni hujja ya kupendekeza bid'a katika dini ya Allah. ومنها ما رواه الترمذي وغيره مرفوعا: من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها. من ابتدع بدعة ضلالة، وسمى hapa iliyokusudiwa ni bid'a ya upotofu, lakini ikiwa bid'a si dhalala itakuwa yafaa. قالوا هذا دليل على أن البدع لا تذم بإطلاق ففيها الضلالة وفيها الحسنة. sema hii ni dalili ya kuwa bid'a hazisimangwi moja kwa moja na kutajwa vibaya, la, bali kuna bid'a ya upotofu na kuna zingine nzuri. والرد على هذه الشبهة كما يلي. والرد على الشبهة هذه كما يلي. kuirudi shubha hii ni kama ifuatavyo. Kwanza, la yufahamu min alhadithi ma fahimahu alba'd, isifahamiki katika hadithi kama walivyofahamu baadhi ya watu, bal huwa dalilun alayhi, hii ni dalili dhidi yake yule mtu. لأنه ما من بدعة إلا وهي ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. kwa sababu hakuna bid'a isipokuwa ni upotofu, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotofu. Sasa hiyo yako kuna zingine nzuri umetoa wapi? Sehemu gani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lakini isipokuwa kuna bid'a zingine ni nzuri? Wala utopata. fama min bid'atin illa wayubghidhuha Allah wa rasuluhu, kwa hakuna bid'a katika dini isipokuwa aichukia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. jawabu la pili, thumma inna hadha alhadith mawdu', hii hadithi ni mawdu', kiingereza wasema fabricated, imetengenezwa na watu, si hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. lakini mtu wa bid'a akiitaja hili la pili alitaja, hasemi kama ni mawdu'. na haswa kuna mmoja mmemwona katika clip niliwahi kuwatajia, mwili wake ni mkubwa kama ujinga wake, yani mwili wake vile ni mkubwa kama ujinga wake. Hebu usikirie mtu asema kuna hadithi Sheikh Al-Albani asema dhaifu, lakini mimi naisahihisha mimi, sababu si kila mtu ana uhuru wa kusema anavyotaka. Sasa ukipata mtu mjinga kiasi hiki, mpe sinia ya pilau ale ende zake. Huyu huwezi kumuelewesha wewe hata siku moja, sababu hata haelewi ni wakati gani hadithi ya dhaif, ni wakati gani hadithi ya sahihi. Yaona hii kama mambo ya maskani, tuweza kusema unavyotaka wewe, hadithi sahihi, hadithi dhaif, kwa hoja gani? Alafu watu wamekaa chini yake pale wamsikiliza. Maskini waislamu hawajui. Amevaa joho la rangi ya yellow, utasema ni mganga. Wewe ushaona wapi joho la rangi ya yellow? Yani mpaka anaumiza macho, ukimtizama umiza macho. Sasa kama hao wewe huwezi kuwafahamisha,
hao waambie tu mimi nishakuelewa kule utokako na pale uliko na kule wendako, chukua sinia ya pilau kula, ukimaliza nda zako, maana hatakuelewa zungumza nini. هذا الحديث موضوع وعلته كثير بن عبد الله المزيني، ونdio illa الحديث. قال عنه داود كان أحد الكذابين، muongo jamaa kweli na katika wapokezi wa hadithi kadhab. قال ابن عبد البر مجمع على ضعفه، وإجماع أهل الحديث وهو جماني ضعيف، حديث yake ipokelewe. Kwa hiyo ni hadith mawdhu', haikuthubutu. Angalau ingekuwa dhaifu kidogo tungesema dhaifu, haikuthubutu lakini dhaifu. Hii ni mawdhu'a swa, imetungwa na watu akasingiziwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuchukue shubha moja tu kwa leo, shikeni vizuri muielewe, yatosheleza.